Wakulaumiwa hapa ni wengi. Lakini wewe unavyomuona anayepaswa kulaumiwa katika hili? Mimi nafikiri anayepaswa kulaumiwa ni mtu ambaye hafuati sheria na kanuni. Ambaye ni nani sasa? Yoyote ambaye anahisi hajafuata kanuni zinavyotakiwa kwenda, huyu ndo anapaswa kulaumiwa. Kwa nini nasema hivi? Huyu ndo anatufelisha, kwa sababu kama kanuni inataka kitu fulani afu wewe ukifuati, maana yake wewe una matakwa yako. Sasa kama una matakwa yako, maana yake wewe ndo unatukwamisha kwenye jambo fulani. Kwa hiyo kanuni zipo, naweza zikiwa zifuatwe kwa utaratibu. Andiko la Simba, andiko la bodi ya ligi, andiko la Yanga, yote umeyasoma vizuri? Mimi yote nimeyapitia. Nimeyapitia. Ndio maana nika conclude kwa upande wenu nyinyi wachambuzi mnafuatilia kanuni za mpira wa miguu. Nani anapaswa kulaumiwa katika hili? Kwa kulaumiwa ni yote ambaye hajafuata kanuni. Kanuni ziko wazi. Nikupe mfano wa kawaida. Kanuni inamtaka Yanga awe mwenyeji wa mchezo, si ndio? Ni kanuni. Yanga hana uwanja. Ule uwanja ni wa serikali. Meneja wa uwanja Milinde Mahona sio mwajiriwa wa Young Africa. Ni mwajiriwa wa nani? Wa serikali. Sababu uwanja ni wa serikali, si ndio? Match commissioner ndio bosi wa mchezo, si ndio? Ndio. Alipaswa kucommunicate na vilabu vyote ili wajue yeye anafanya kazi gani, au vilabu vyake yeye kama bosi vitachezea wapi. Sawa. Kwa hiyo kama alipaswa kujua, alipaswa kutoa taarifa. Simba wameenda uwanjani kikanuni. Kwamba kanuni inawataka waende uwanjani na wametimiza kanuni inavyotaka. Kufika uwanjani, meneja hana taarifa wa uwanja. Mwenye uwanja sasa. Mwenye uwanja. Yaani mimi ndio mmiliki uwanja. Alafu sina taarifa ujue. Sina taarifa na kukubalije uingie ndani. Sina taarifa yako. Umenielewa? Lakini je, Simba na Yanga wana utaratibu wa kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi kwenye dabi? Hapo ndo watu wengi wanajiuliza hapa. Wewe ujiulize? Mimi nimejiuliza, majibu nikakosa. Wewe ujiulizi? Kwani hawana utaratibu wa kwenda kufanya mazoezi? Ndio nimeuliza kwamba umewahi kuona wapi Yanga na Simba wanaenda kwenye, yani day one before game wanaenda kwenye mazoezi pale kwenye uwanja wa Benjamin. Lakini sheria inasemaje? Sio sheria, kanuni. Kanuni inasemaje? Ndio kanuni. Kanuni inawataka timu mgeni acheze na afanye mazoezi siku moja kabla na muda wa mchezo mara moja au mara mbili, ambako Simba alikuwa sahihi kabisa kikanuni. Lakini hakuna utaratibu huo, yani Simba na Yanga hawajawahi kuwa na utaratibu. Mapacha wawili wenyewe hawana utaratibu wa kwamba eti leo mechi, kesho leo twende uwanjani. Ushawahi kuona? Mimi sijawahi kuona. Sasa unadhani kwa nini Simba walikuwa wanataka kwenda uwanjani? Kanuni. Na kanuni inaheshimiwa. Kanuni lazima iheshimiwe. Yaani hapa kote hakuna kanuni ambayo inawalazimisha kufanya mazoezi kwenye ule uwanja. Yaani haiwalazimishi kufanya kwamba ni lazima ukafanye mazoezi kwenye uwanja wa mechi. Sio kanuni, haikulazimishi. Na kanuni hiyo hiyo usipoenda haikuadhibu. Kwa kanuni hii haimwezi kumwadhibu mtu ambaye hajaenda kufanya mazoezi. Ndio maana kwenye taratibu za kimchezo walikuwa hawaendi, kwa sababu hakuna kanuni ambayo ingeweza kuwafungia kwamba bana wewe haujatrain kwenye uwanja wa mazoezi, si ndio? Siku moja kabla ya mechi, fine. Haipo hiyo. Kwa kama haipo, maana yake ngoja nikae vizuri. Kama haipo maana yake hawezi kuadhibiwa. Na wadhibu kwa kanuni ipi? Hawezi kuadhibiwa. Kwa ni utaratibu na mazoea ambao hivi vilabu vya Simba na Yanga vimezoea. Hizi kanuni Simba na Yanga wanazi-apply wakienda kimataifa. Kwa sababu vile viwanja hawavijui. Ndio. Wakifika pale wanaomba kucheza kwa sababu uwanja haujui. Unaweza ukaja hapa, si ndio? Labda amekuja Mamelodi Sundowns. Anakuja kucheza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Akiwa haujui, si ndio? Hawezi kwenda kucheza. Ndio maana kanuni ikawekwa na CAF, FIFA wakaweka hiyo kanuni na bodi ya ligi iko nayo. Si ndio? Lakini ungekuwa unajua kabisa kwamba hili ni dimba la Benjamin Mkapa, tunalifahamu, hawaji wale. Hawaji. Ndio maana nakwambia hivi, kikanuni hakuna sheria inawahukumu hawa kutokwenda kufanya mazoezi, ila kikanuni ipo kwamba ni haki yake kufanya mazoezi. Kwa mantiki hiyo kwamba kikanuni pia kama hakuna ulazima kwenda kufanya mazoezi na timu ikizuiwa, kuna kanuni ambayo inakwenda kuihukumu mtu aliyomzuia timu isifanye mazoezi. Ndio maana nasema hivi, kama umeelewa vizuri, wewe unaenda kumzuia mtu anakufanya mazoezi kikanuni, wewe una makosa.
Unamzuiaje mtu ambaye yupo kwenye haki yake? Kwa mantikio makosa moja kwa moja anamwandikia Mlinde Mahona. Yeye hana taarifa, ameshatoa statement yake. Hana taarifa, yeye hajakataa. Si ndio? Ila hana taarifa